tuone kama naweza kuvuka maji kule. Kwa hiyo sisi mechi yetu tumeamua kuipeleka. Kwani yeye mtoto muda anachoumia anaumia kitu gani kupeleka sisi Zanzibar? Kwa sababu ukiongelea sasa hivi mtoto muda anataka hiyo aibu aione. Ya aibu ipi kwa kikosi nilichokuwa nacho? Mapema tu. Kwani kwenye mechi ya wale nani wale wa Malawi wale sio walisema kwamba biashara ya baada ya kushinda kigoli kimoja wale nani wale wa Malawi wale wakasema biashara ya Yanga ndio imeshaishia kwa Mkapa, mwisho wa siku sio katoka na aibu pale kaka. Uongo kaka. Angalia wamekuja kujazana kwenye mechi ile, unaambia mpaka kwenye mechi lao wakasusa siku ya pili yake pale. Lakini wanaume tukatusua katika mechi ambayo ilikuwa ngumu. Ni ile ya siku ile na Malawi wale. Ile mechi wafungu wanapenda kuita second way. Wote tukaenda tukapenyeza. Tukapita bana watoto muda katoka na umbuka bana. Sasa kupeleka mechi Zanzibar. Haya wao wanaumia nini? Tukifanya bure wanaumia. Tukipeleka mechi Zanzibar kwani na wao wapeleke Zanzibar? Kwani ule uwanja ule wa Yanga au wa serikali ule uwanja wa Amani za naona apeleke? Mbona Singida kaenda? Yule mfunga madichi shoga yake kaenda. Mbona huyo amuongelea? Haya wanatuona sisi tu. Wale watoto wale wanaumia. Lakini mbona wote Zanzibar timu zote tatu zimeenda Zanzibar? Mmemwacha mnyama mwenyewe. Kuna agenda gani? Agenda iliyokuwepo kwamba tumeamua kulisusa toto la kamba. Unajua siku zote, unajua katika maisha ndani ya nyumba kuna mtoto kufikia, yani tunamuita mtoto wa kamba pamoja na wazawa. Sasa ukiangalia Singida Black Stars ni mzawa kwa sababu ukiangalia jezi hazifanani na mataifa ya nje. Ukija mfunga madishi Azam ukiangalia jezi zake hazifanani na mataifa ya nje. Twende kwa mtoto wa Mode. Angalia ile jezi yao. Bendera yetu ina rangi nyekundu. Unaiona bendera yangu hii hapa. Ina njano, ina kijani, ina blue bahari, ina weusi. Twende kwa mtoto wa Mode. Hebu nenda kwenye bendera ya taifa kama kuna nyota hata chekundu hakuna. Kwa wale ni watoto wa kufikia waliosaulika na Waarabu. Na ndio maana tukaamua huyu mtoto wa kufikia bora tumtenge. Na ndio maana hata kwenye mechi ambayo tunafanyaga free pass pale. Ndio wanasema Yanga na sisi mtoto wa nyumbani lazima washawahi kuona mtoto wa kufikia na deka. Kwa mtoto wa kufikia lazima kilia kidogo tu makwenzi, kilia kidogo tu makwenzi. Kwa hiyo yule mtoto hawezi kudeka. Wewe mtoto kama washawahi kudeka. Wewe niambie katika maisha yako mtoto wa kambo washawahi kuona na deka. Msawa ndo anadeka. Mtoto wa nyumbani. Haya mtoto wa kufikia. Kwa mtoto wa kufikia yeye anawaza muda wote baba kafa kama kafariki. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa kufikia sina baba wala nyumba. Kwa hiyo hapa nikideka nakula makwenzi. Saa nyingine hata kwenye kula kwenye ananyimwa. Kwa ndio maana lile toto lile linashindwa kudeka kwa bosi wao. Wewe angalia nitajie mechi gani watoto muda shawahi kufanywa free pass kwa Mkapa pale. Muda wote anakamuliwa. Sasa siku zote kwa anakamuliwa sana. Wenyewe wahenga na watoto mjini wanakuambia wamegeuka kwa nani? Hii michezo ya kina mama siku hizo wakausha damu. Kwa wale watoto hapo kausha damu wanakamuliwa mpaka 200. Kwa hiyo sisi kama Yanga tunapeleka mechi yetu Zanzibar, alafu tunamwacha yeye kwa kwani yeye kwanza yeye mwenyewe atakuwa onela. Yeye haoni la tulivyomwacha uwanja lote na kwa Mkapa lile. Au haoni la. Kwani yeye haoni la. Tumemwacha wote kwa Mkapa. Alukaruka pale. Aibu ya nini? Sasa unajua hivi ukiangalia kikosi nilichokuwa nacho mimi na kile cha watoto wa Modi kaka. Usije baba. Sili kama bingo na tarehe 22 hapo. Kuna mtu anakwenda kupanda pembenyiko Mbezi pale muda si mrefu. Baba kwa mechi ambayo nimeiona kwenye mechi ya kimataifa kwenye ligi kuu ile waliocheza jana na zidi nani JKT wale jana pale ile kigoli cha penalty kile nani cha offside alafu enda kapura. Tumani kundi lao ni bovu kweli lakini